Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2025. Mwenue Yesu juu. Hii ni Novemba 18. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya upendo wako. Ninasema asante kwa ajili ya rehema yako. Asante kwa ajili ya mibaraka ya pekee ambayo umeimwaga katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye amepata nafasi ya kuendelea kujifunza neno lako. Jina lako litukuzwe kwa ajili yetu, kwa ajili ambavyo umekuwa pamoja nasi. Tunakuja kwako tukiwa wa dhambi, dhaifu na tusiyostahili. Tunaomba rehema yako. Tunaomba neema yako. Tunaomba uponyaji wako na msamaha wako. Tembea nasi katika shughuli zetu mbalimbali. Tembea nasi tunapojifunza neno lako. Dumu kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kweli, msingi wa tabia. Imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 119 ya 11. Neno la Mungu linasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Wale wanaojifunza Biblia, wanaotafuta ushauri kwa Mungu na kumtumaini Kristo, watawezeshwa kutenda kwa hekima kila wakati na katika kila hali. Kanuni njema zitadhihirishwa katika maisha halisi. Acha tu ukweli wa wakati huu upokelewe vizuri na kuwa msingi wa tabia. Na utazaa uthabiti wa nia ambao kutamanishwa na anasa, kubadilika kwa desturi, fedheha ya kuupenda ulimwengu na kelele za moyo zinazodai anasa havitakuwa na nguvu ya kushawishi. Dhambi lazima kwanza iangaziwe, nia lazima itiishwe. Kupenda kweli na haki lazima kutawale nafsi, na tabia ambayo mbingu zitaweza kuikubali itaonekana. Tunavyo vielelezo bayana vya nguvu itutegemezayo imara, kanuni za kidini. Hata hofu ya kifo haikumfanya Daudi aliyekuwa karibu kuzimia kunywa maji ya Bethlehemu ili kupata kile ambacho mashujaa walihatarisha maisha yao kwa ajili yake. Makanwa ya simba yaliyofunguliwa hayakumfanya Danieli kuacha kufanya maombi kila siku, wala tanuru la moto halikumfanya Shadraka na wenzake kuisujudia sanamu aliyoiweka Nebukadreza. Vijana wenye msimamo imara watajitenga na anasa. Hawatatishwa na maumivu na kuwa jasiri hata katika tundu la simba na tanuru la moto kuliko kutokuwa wa kweli kwa Mungu. Zingatia tabia ya Yusufu. Maadili yalipimwa vikali, lakini ushindi wake ulikuwa mkamilifu. Kanuni ile ile isiyopindishwa ilidhihirika katika kila jaribu. Bwana alikuwa pamoja naye na neno lake lilikuwa ni sheria. Uthabiti huo na kanuni isiyoyumbishwa zinang'aa kwa mwangaza mkali, zikilinganishwa na udhaifu na uzembe wa vijana wa zama hizi. Dhana kwamba lazima kukubali njia za ukaidi za watoto ni makosa. Elisha mwanzoni kabisa mwa kazi yake alidhihakiwa na kubezwa na vijana wa Betheli. Alikuwa mtu mpole sana, lakini Roho wa Mungu alimhimiza kutangaza laana juu ya waliomdhihaki. Walikuwa wamesikia kuhusu kupaa kwa Eliya na walifanya tukio hili muhimu kuwa kejeli. Elisha alidhihirisha kwamba
hakupaswa kudharauliwa na watu wazima au vijana katika wito wake mtakatifu. Walipomwambia apae kama Eliya alivyofanya mbele yake, aliwalaani kwa jina la Bwana. Hukumu ya kutisha iliyowajia ilikuwa ni ya Mungu. Baada ya tukio hili, Elisha hakupata shida tena katika utume wake. Kwa miaka 50 aliingia na kutoka katika malango ya Betheli na kupita mji kwa mji, akipita katika makusanyiko ya watu wabaya na wafidhuli wasiofaa na vijana waovu. Lakini hakuna hata mmoja aliyemdhihaki au kudharau sifa yake ya kuwa nabii wa Mungu. Tukio hili moja lenye nguvu ya kutisha mwanzoni mwa kazi yake lilitosha kumfanya aheshimiwe katika maisha yake yote. Testimonies for the Church, gombo la 5, ukurasa wa 43 na 44. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Novemba 18, mada ikisema kweli, msingi wa tabia. Bwana akitupatia nafasi, Novemba 19 atajifunza mada isemayo Kristo alinena kama kuhani. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda mbele, labda tusahau yale aliyoyatenda nyuma, aliyoyatenda mwanzo. Hatuna mashaka na Bwana kwa atakayotenda